Daniel Nderito, mwanaume aliyeaga dunia kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi katika eneo la Landa jijini Nakuru, imedhihirisha wazi kwa mwenda zake aliaga kutokana na risasi mbili ambazo zilisalia mwilini mwake. Na kama Quinto Wafula anavyoarifu, familia yake imeendelea kulilia haki, ikikana madai yaliyoibuliwa kuwa mpendwa wao alikuwa mlanguzi wa mihadarati. Tazama. Vilio na majonzi viliteka anga katika makafani ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Nakuru, jamaa na marafiki wa Daniel Nderito wakimiminika kujionea mwili wa mpendwa wao na kupata ripoti ya upasuaji. Bullet iliingilia kwa chest, ikakuja kalala hapa chini kwa spine. Mwenda zake aliaga dunia Jumatatu mchana baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi, kisa kilichosababisha maandamano makali katika eneo la London, kaunti ya Nakuru. Kakake marehemu amekanusha vikali madai yaliyobeloa na polisi kuwa Nderito alikuwa mlanguzi wa mihadarati. Kwa sasa anataka hatua kuchukuliwa kwa afisa aliyekatiza uhai wa kakake aliyekuwa baba na mama kwake, na haki ipatikane kwa familia. Pombe ndio anakunywa, sigara vuti. So sada kama county commandant nisikia akisema ati alikuwa drug peddler. Yeye mwenyewe hajai deal na drug. Isitoshe, wakazi wa London wamewashutumu vikali maafisa wa polisi kwa kuwanyanyasa, wakitishia kuandaa maandamano mengine hadi pale maafisa hao wanaofaa kuwapa usalama watakapowajibishwa na kuwahudumia ipasavyo. Sisi watu wa London polisi wanakuwa wametuzoea sana. Tunawapeaga yao lakini wataki kusikia, bado wanakuja cha nguvu. Mwenye ameuriwa si muizi, sasa aje polisi tunataka watupewe haki yetu. Dan tunafaa tupewe haki ya Dan. Atendeka bado tutarudi hata kwa hiyo barabara tena. Kama haki itendeki tutarudi kwa barabara. Quinto Wafula, TV 47.